Nimeweka kwenye bilauri A na bilauri B mayai mawili tofauti, yote yamezama. Swali ni je, kwa nini limezama? Tunarudi kwenye dhana yetu ya tungamo. Kitu kikiwa kizito na kikiwa na ujazo mdogo, kwa maana ya molekuli zikiwa zimesongamana sana kwenye ujazo mdogo wa kitu husika, tunakuwa na tungamo kubwa. Tungamo ikiwa kubwa kuliko kimiminika ilichowekwa ndani yake, kitu hicho huzama. Yaani mkusanyiko wa molekuli ambazo zipo ndani ya yai ni nyingi sana kwenye ujazo mdogo, kilichopelekea tungamo yake kuwa kubwa ukilinganisha na tungamo ya maji. Ndio maana tulivyoweka kwenye maji yamezama. Swali ni je, tunaweza kutafuta namna ya kufanya yai hili likaelea? Kwa maana nyingine, je, tunaweza kutafuta namna yoyote tukabadilisha tungamo ya maji ikawa kubwa kuliko ya yai ili yai lielee? Sawa, ngoja tujaribu kwenye bilauri B kwa kuweka chumvi. Tutaweka chumvi vijiko 5. Lengo ni kuweka kitu ambacho kitayeyuka kwenye maji. Kwa mimi nimetumia chumvi. Tutakoroga ili chumvi baada ya hapo, na maana tutakuwa na vyombo viwili. Tuna chombo A na chombo B. Chombo A kina maji safi ya bomba ambayo hayana kitu chochote ndani. Chombo B tuna maji ambayo tumeongeza chumvi vijiko kadhaa. Mimi nimeweka 5, unaweza kuweka vyovyote mradi tu maji yako yawe na chumvi na uhakikishe imeyeyuka na imechanganyikana vizuri na maji. Sasa tutakwenda kujaribu tena kwa mara nyingine. Je, baada ya kuwa tumeongeza vitu ndani ya maji kwa maana ya milk, je, yai litaelea ama litazama? Nafikiri utaona tofauti kati ya chombo cha kwanza na chombo cha pili. Chombo cha kwanza yai limeelea, chombo cha pili yai limezama. Chombo cha kwanza yai limezama, chombo cha pili yai limeelea. Haya ni maji ambayo hayana chochote, haya ni maji ambayo tumeweka chumvi. Swali ambalo najiuliza ni kwa nini sasa hivi yai linaelea na mwanzo yai lilizama? Ngoja tunaweza kubadilisha pia ili kuwa na uhakika kuona kwamba je, tukiweka yai la chombo cha kwanza kwenye chombo cha pili na yai la chombo cha pili kwenye chombo cha kwanza, nini kitatokea? Matokeo yamekuwa vile vile. Kwa hiyo tumegundua kilicho tofauti ni maji na tulichoweka kwenye maji. Ni kwa nini sasa hivi yai linaelea kwenye maji ya chumvi lakini kwenye maji ya kawaida halijazama? Tutarudi kwenye dhana yetu ya tungamo. Tulipoweka chumvi tuliongeza kiwango ama kiasi cha mkusanyiko wa molekuli ndani ya maji. Hivyo maji yamekuwa na molekuli nyingi ama vitu vingi ambavyo vinaunda maji vimeongezeka baada ya kuhakikisha chumvi imechanganyika na kufanya tungamo yake kuwa kubwa kuliko tungamo ya yai. Hivyo yai limeelea na badala ya kuzama kama ilivyo kawaida. Nikuache na swali kuhusiana na chumvi na kuhusiana na kuweka maji kwenye chumvi. Kama tusingetumia chumvi, ni kitu gani kingine tungeweza kutumia kubadili tungamo ya maji?
kama tusingetumia chumvi, ni kitu gani kingine tungeweza kutumia kama mbadala wa chumvi kubadili tungamo ya maji? Najua wengi mnajiuliza kwa nini yai. Kuna maswali ambayo watu huwa wanajiuliza, au ninaweza nikakuuliza swali. Utafahamu vipi kwenye haya mayai kuna yai moja limekaa muda mrefu sana? Utafahamu vipi kwamba ili yai limekaa muda mrefu? Wapo ya njia rahisi ya kujua yai kama limekaa muda mrefu ama limekaa muda mfupi ni kupima tungamo yake kwa kupitia kimiminika cha maji. Kwa kawaida ukiweka yai ambalo liko fresh ama ambalo halijaharibika ama halijakaa muda mrefu sana, huwa kwenye maji linakaa chini kama hivi, kwa maana linazama. Na ukiweka yai ambalo limekaa muda mrefu kwenye maji, huwa halizami, huwa linaelea ama halifiki chini kabisa. Tufanye jaribio alafu tuone, alafu tutasema je, ni yai gani kwenye mayai haya ni limekaa muda mrefu na lingine halijakaa muda mrefu. Kwanza tutaweka maji kwenye chombo kingine. Alafu tutatofautisha kwa kuweka alama. Hii itakuwa chombo C. Kwa hiyo hapa tuna vyombo vitatu. Chombo cha kwanza tuliweka maji tukaweka chumvi. Chombo cha kwanza tuliweka maji bila chochote. Chombo cha pili tuliweka maji tukaweka chumvi. Chombo cha tatu hiki tulichokiongeza tumeweka maji bila chochote. Tutajaribu kupima tungamo ya yai moja. Tutajaribu kuweka mayai kwenye maji kwa lengo la kuangalia tungamo yake, kwa maana itakayokuwa na tungamo kubwa, itakayokuwa na tungamo ndogo kuliko ya maji, kwa kawaida hilo yai litakuwa linaonyesha kwamba limekaa muda mrefu, na ambalo litakuwa lina tungamo kubwa kuliko maji litakuwa linaonyesha kwamba hilo yai halijakaa muda mrefu. Sawa, hili litakuwa la kwanza. Hili limezama, kwa hili lipo sawa sawa, halijakaa muda mrefu. Taliweka huku. Hili yai la pili. Hili pia limezama, halijakaa muda mrefu. Yai la tatu. Hili pia limezama, halijakaa muda mrefu. Yai la nne. Nafikiri tunaweza kuona tofauti ya chombo B na chombo C. Huku maji tuliweka chumvi na yai liliweza kuelea, lakini huku maji yalikuwa hayana chumvi na mayai yote ambayo tuliweka yalizama, lakini yai la mwisho lilielea. Kwa maana ya kwamba katika mayai yote haya, hili ndio lilikuwa yai ambalo limekaa muda mrefu ukilinganisha na mayai mengine. Unaweza ukajiuliza ni kwa nini yai la mwisho, kwa maana yai la nne limeelea na mayai mengine yamezama? Tutarudi kuiangalia tena dhana ya tungamo. Kwenye yai huwa kuna sehemu ndogo ambayo inakuwa ina hewa.
inakuwa haina uteute wa yai. Sehemu hiyo huwa ndo inaamua tungamo ya jumla ya yai, kwa sababu ni sehemu ambayo pia ipo ndani ya yai. Kwa hiyo kwenye ujazo wa yai lote, sehemu hiyo huwa inapungua, sehemu hiyo ya hewa huwa inapungua na kuongezeka kutokana na muda ambao yai inakuwa limekaa tangu kutagwa. Yai likikaa muda mrefu, ile sehemu huwa inapungua kwa sababu inatumika na kiini katika kubadilika na kuanza kutengeneza kifaranga. Hivyo yai ambalo limekaa muda mrefu, sehemu ya hewa huongezeka na kuwa kubwa. Sehemu ya hewa inapoongezeka na kuwa kubwa, uzito wa molecule ambao zipo ndani ya yai unapungua, lakini ujazo ukiwa uko pale pale, hivyo kupelekea tungamo yake kuwa ndogo kuliko tungamo ya maji. Ndivyo ambavyo inasababisha yai ambalo kukaa muda mrefu kuelea, kwa sababu tungamo inakuwa ndogo kuliko tungamo ya maji, tofauti na yai ambalo halijakaa muda mrefu tungamo yake inakuwa ni kubwa kuliko tungamo ya maji. Ndio maana bila hata ya kubadilisha tungamo ya maji, yai limeweza kuelea. Hivyo unaweza ukaitumia hii kama jaribio la kutaka kujua mayai yako ulionunua ama mayai yako ambayo yako nyumbani yamekaa kwa muda gani, na je, unaweza kuendelea kuyaweka zaidi au unatakiwa uyatumie kwa haraka kabla hayajaribika. Unaweza ukachukua maji kama ambavyo tulifanya, ukaweka yai moja moja bila ya kuweka chochote. Yai ambalo litakaa chini kama hivi linaashiria kwamba ni yai ambalo halijakaa muda mrefu. Yai ambalo limekaa muda mrefu litaelea. Na sababu hiyo hiyo pia ndiyo ilikuwa inapelekea chungwa ambalo halijamenywa kuelea na chungwa ambalo limemenywa kuzama, bila ya kujali kwamba chungwa lililomenywa lina uzito mdogo ukilinganisha na chungwa ambalo halijamenywa. Chungwa likiwa halijamenywa, katikati ya maganda ya chungwa na chungwa lenyewe linapoanzia, kwa maana ile nyama ya ndani, huwa kuna baadhi ya sehemu ndogo ndogo kama hizi hizo zinahifadhi hewa. Hivyo kufanya kwamba pamoja na kwamba uzito mkubwa, lakini ina sehemu ambayo ina hewa. Hivyo uzito ambao uko kwenye ujazo huu unakuwa mpangilio wa molecule unakuwa haujasongamana sawasawa na chungwa ambalo limetolewa maganda, kwa maana halina sehemu ambayo ina hewa, ni chungwa tu na molecule zote zinakuwa zimesongamana kwa karibu mno kwa ujazo ule ule. Naam, nafikiri mpaka hapo utakuwa umepata wasaa mzuri wa kujifunza ama dhana ya tungamo ambayo tunakutana nayo kwenye maisha yetu ya kila siku kwa kupitia majaribio ya kufurahisha. Ukiachana na unaweza kuitumia kama njia ya kujua yai limekaa kwa muda gani, unaweza pia kutumia tungamo. Unaweza kutumia kipimo cha tungamo kinatumika kwenye sehemu nyingine nyingi tofauti kwenye maisha ya kila siku. Mfano, ubora wa bati za kujengea nyumba huo unapimwa na tungamo. Ubora wa magodoro ya kulalia pia huo unapimwa na tungamo. Hivyo kuna vitu vingine vingi tofauti ambavyo vinatumika, tungamo inatumika kuamua ubora ama kutengenezewa vitu hivyo katika matumizi ambayo tunayataka. Naamini mpaka hapo utakuwa umepata wasaa mzuri wa kujifunza na kujua namna gani, ni nini maana ya tungamo inaathiriwa na nini, na tungamo inafanyaje kazi ama tunaitumiaje kwenye maisha yetu ya kila siku kwenye mifano kadhaa ambayo imo majumbani kwetu. Mpaka hapo tutakapokutana tena siku nyingine ya kipindi chetu cha Ulimwengu wa Sayansi. Ulikuwa na mimi Mashambo Kisakeni kutoka STEM Park Project Inspire, tukishirikiana kwa karibu kabisa na Taasisi ya Elimu Tanzania kukuletea majaribio ya kufurahisha ili kukuwezesha kujifunza sayansi na kuongeza uelewa kwa urahisi. Endelea kuwa mdadisi, endelea kujifunza, endelea kupenda sayansi. Tukutane tena kwenye kipindi kijacho. Kwaherini.